Bima Pub, urahisi wa maisha. Katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Haya, yule ambaye video yake umeiona muda mchache uliopita ni makamu mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa John Heche, ambaye wewe umeiona video na unayo nafasi ya kutafsiri namna ambavyo amewekwa nguvuni, lakini makada mbalimbali wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameendelea kutoa malalamiko yao juu ya namna ambavyo jeshi la polisi limeendeleza ama limefanya utekelezaji wa majukumu yao, wengi wao wakitafsiri kushikwa kwa John Heche, wakieleza, wengi wao wakieleza labda kupigwa na nini. Wao umepata tafsiri, nadhani umeangalia video hiyo kwa uzuri kabisa juu ya nini ambacho kinaendelea. Lakini huyo alikuwa ni makamu mwenyekiti bara wa Chadema John Heche, ambaye taarifa za awali alizuiliwa kule maeneo ya Salenda. Na bila shaka kila mmoja anayo tafsiri yake juu ya kile ambacho kinaendelea. Haya bwana, lakini pia ikumbukwe kwamba makamu huyo mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mara baada ya hayo yote amewekwa chini ya ulinzi wa polisi, na taarifa nyingine za ziada tutaendelea kushare pamoja nanyi ambao mnaendelea kutufuatilia. Lakini kama ambavyo nimekwambia, hapa ni viunga hivi vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo hali ya mambo ndio kama ambavyo unaanza kuiona, watu wakiwa wana taharuki maeneo haya. Wapo ambao wameacha shughuli zao za kila siku wakibaki kushuhudia kile ambacho kinaendelea kwa mbali, kama ambavyo unaweza ukaona hapo baadhi ya magari yakiwa yamesimama na yenyewe ni taharuki kwa namna yake katika eneo hili. Ni siku ya usikilizaji wa kesi ya Tundu Antipas ya hakimu mkazi Kisutu. Nita kupitisha katika kile ambacho wameendelea kutoa maoni baadhi ya wadau ambao wanaendelea kutufuatilia popote huko walipo. Wameweka wazi, tunao hapa baadhi ya wanasheria ambao na wenyewe pia wana yao ya kuyazungumza, ambayo yazungumza kuhusiana na haya yote ambayo yanaendelea katika maeneo mbali. Sasa miongoni mwa wanasheria ambao wamepata nafasi ya kuzungumza ama kutuandikia maoni yao, yeye mwenyewe hakutaka jina lake litajwe, lakini ameweka wazi kwa utashi wake wa kisheria. Anasema ni haki ya wananchi kusikiliza kesi, kwa sababu kesi ni ya wazi. Lakini pia akatoa pia onyo kwa wale ambao wanakwenda kusikiliza kesi hiyo, basi wanapaswa pia kufuata misingi ya sheria na haki, kwa maana ya kuhakikisha
hawasababishi ama hawaisababishi mahakama kushindwa kutekeleza ama kufanya utekelezaji wa majukumu yake ya kawaida. Ni tukio kubwa ambalo linavuta hisia za watu wengi. Umewasikia viongozi wa dini, umewasikia viongozi wa siasa, umewasikia wanajamii kwa ujumla wao, kila mmoja akizungumza kile ambacho anahisi ni sahihi katika kile ambacho anaweza kieleza juu ya swala ya hili la kesi hii ambayo imetafsiriwa kwa namna tofauti sana na watu tofauti. Asante sana kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Mapunda William unasema unatupata uzuri, asante sana. Amani Laser wao unasema Mungu Baba muweza wa yote, fanya jambo kwa Tanganyika yetu. Asante sana. Rehema Omari unasema unatupata uzuri, asante sana. DJ Faraji ambaye na wewe unasema unatupata uzuri kabisa. Haya, sawa. Arnold Michael unasema unatupata uzuri, asante sana. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.